Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hapa siku kadhaa hapa nyuma zimepita na sema baba yako. Kwa sababu najua uhusiano wako na Askofu Gwajima. Baba yako katoka hadharani kazungumzia kuhusiana na masuala ya utekaji katika nchi hii, na hoja yake imezua mjadala kweli kweli mtaani. Lakini pili, kuna baadhi ya watu pia wameshajitokeza na kuanza kujibu hoja zake. Na sasa tuanzie hapa kwa upande wako wewe. Askofu Gwajima ambaye pia ndio mbunge wa Kawe, lakini ndio askofu mkuu wa kanisa ambalo wewe unalisimamia hapa Pwani, amezungumzia utekaji na baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikaonekana kuwa ni vyanzo vya utekaji huo. Speech yake aliyoitoa hasa akizungumzia kuhusiana na kuregea ama kuibuka kwa vijikundi ndani ya taasisi kadhaa za usalama. Unaionaje? Unaizungumziaje kauli ile? Kwanza nataka leo ni muwazi kidogo. Askofu Gwajima ni askofu wangu mkuu. Kwenye habari ya mambo ya imani na kwa habari ya kanisa sisi ni kitu kimoja. Ila ideology za mambo ya siasa tulikuwa tofauti. Mlikuwa tofauti, maana yake sasa hivi tofauti mpaka leo. Okay. Yes. Kwa maana kwamba yeye yuko Chama cha Mapinduzi, mimi niko Chadema. Mwaka 2020 aligombea ubunge Kawe, mimi niligombea ubunge Itilima. Alishinda na mimi nilishinda, ile sikutangazwa tu. Na hilo hatuingiliana hata kidogo. Na hakuna namna yote ya kuingiliana, kwa sababu hizi ideology za mambo ya kisiasa ni kila mtu anavyoamini. Vyama vya siasa sio Mungu, kwa mnaweza kuamini pamoja. Tunamwamini Mungu mmoja, lakini tunaamini vyama tofauti na mtu hawezi kumwingilia mwenzake. Sawa. Cha pili, Askofu Gwajima mimi nimekaa naye muda mrefu, zaidi ya miaka 24. Toka mwaka 2001. Kuna mfahamu kwa sehemu kubwa. Namfahamu kwa sehemu kubwa. Nafahamu misimamo yake, nafahamu uchamungu wake, nafahamu namna ambavyo anapenda watu, nafahamu wito wake wa kimungu juu ya habari ya kuhubiri Injili na kutetea maisha ya watu. Nafahamu uwezo wake wa kiakili na uwezo wake wa kielimu. Na ufahamu. Unavyoenda kuongelea mambo haya, naomba watu wajue kwamba naongea kutokea kwenye experience yangu ya miaka mingi tangu nimfahamu. Na ninavyomfahamu mpaka leo. Askofu Gwajima sio mtu wa mchezo. Sio mtu wa mchezo. Kwenye mambo yaliyopinda, Mungu amemjalia ujasiri wa kusimamia hata kama mtamuua. Na hajawahi kupoteza mapigano yoyote tangu aanze kupigana mapigano mengi. Ningeweza kutaja mapigano mengi. Mnafahamu mapigano juu ya habari aliyokuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Makonda, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama, ambaye ndani yake kuna kanda maalum. Vita ile naifahamu ilivyoanza na ilivyoisha. Unafahamu vita vyake ilivyokuwepo wakati ya ina pengo kwenye mambo ya walaka waliotengeneza pamoja kama viongozi wa dini, wakausaini pamoja juu ya habari ya mahakama ya kadhi. Mnafahamu yalikoishia. Hakupoteza vita hiyo. Mnafahamu ugomvi wake na Sheikh Yahya, namna walivyopigana miaka ya nyuma kwa sababu ya kufundisha na kutabiri mambo ya majini kwenye TV.
Mnafahamu Askofu Gwajima namna alivyoshinda na sheha yuko wapi. Mnakumbuka vizuri mambo ya corona, namna alivyosimama mbele ya rais aliyechanjwa akasema atochanjwe, akapinga kampeni ya kutochanjwa. Mataifa duniani yanasema wachanjwe. Rais anasema wachanjwe, akasema hakuna kuchanjwa, na akatoa elimu kwa uzuri mno, ilisababisha pengine asimia pale ubunge. Lakini mnafahamu namna ambavyo alishinda vile vita ile, na ikaonekana sasa baadaye kwamba corona kumbe ni mambo fulani tu ya kupunguza population ya watu. Unafahamu vita yake ya bungeni, alipoingia bungeni yeye na Ndugai. Siku moja Askofu Gwajima akiwa mgeni, pengine Ndugai pengine akupenda sana, lazima kufanya kuja kuhutubia bungeni kwa mara ya kwanza akifungua bunge. Magufuli amehutubia vizuri hotuba yake. Sasa Ndugai akachagua mbunge mmoja ili ashukuru kwa niaba ya wabunge wote. Akamchagua Askofu Gwajima, sio kwamba anataka amsaidie aonekane, amwaibishe kwa sababu hajui mambo ya kibunge, kwa sababu bungeni ni mgeni na hakumwandaa. Akamchagua ili aibike. Yaani namna Ndugai alivyokuwa na chuki na Askofu Gwajima. Gwajima alideliver hotuba ambayo pengine ilikuwa ni hotuba bora haja kutokea bungeni, na ikashangaza watu wengi kusema mbona kana anaongea mbunge mzoefu wakati ndio ameingia mara ya kwanza. Huyo Ndugai akasimamia Gwajima mpaka afukuzwe, lakini mwisho wa siku alivyotoka nje akamfukuza, akamsababisha ubunge. Akiwa nje kwa Askofu Gwajima, Ndugai akasema naweza kumfukuza mtu yeyote yule. Siku zilivyoisha za adhabu yake kurudi bungeni, Ndugai na yeye ni mbunge wakati tu ashapotea. Najaribu kusema haya ujue kuna binadamu duniani wengine, ndugu zangu, Mungu amewapa kushinda. Biblia inasema Mungu akampa kushinda Daudi kila mahali pokwenda. Ukimjua mtu kwamba Mungu amempa kushinda mtu huyu, achana kupambana naye, kwa sababu mwisho wa siku ataishia tu kushinda. Atashindaje? Mungu atampa kushinda. Nimeyasema machache hayo kwa sababu yako mengi zaidi ya hayo. Mengine ni asili sana, sasa usema hapa mbele public. Lakini ni kwamba ni mtu ambaye ni mtu hatari mno. Mtu ambaye akiamua kunyosha mahali, ukikaa mbele yake unabaki unga. Unamaanisha nini unaposema ni mtu hatari? Ni mashine ya kusaga, unaingiza mahindi, unakinga unga. Yaani ni mtu ambaye misimamo yake anafahamu anachokifanya bila kuwa na hila ndani yake. Amekifanyia research, amekipigia mahesabu, amewakonsati wadau mbalimbali wanao backup. Kwa kiamua jambo, jamii lazima imuunge mkono na liwe la kweli. Maana yake unachotaka kusema ni kwamba hata hiki ambacho ametoka kukizungumza kuna watu wako nyuma yake wanao backup. Hilo libaki ndani ya siri yake mwenyewe. Sitaki kusema kwa sasa, kwa sababu hata mwenyewe aliahidi kwamba anasema mara ya kwanza, watakapojibu atatoka mara ya pili. Kwa anasema mwenyewe. Lakini tu niseme wazi kwamba hili jambo alilolisema juu ya habari ya utekaji, na akasema mkwamo wake uko wapi, na akaeleza uchungu wanaopata wananchi wa kawaida, ili hali viongozi wakuu wamerelax, na akasema solution yake ni nini. Ilikuwa simple kabisa. Tatizo ni hili, na ukubwa wake ni watu zaidi ya 83 kwa majina na kwa tarehe na kwa mahali kotekewa. Akasema pia mkwamo wake uko kwenye usalama wa taifa na ukuu wake. Akaonyesha mfano namna ambavyo wanatekwa watoto wanyonge lakini wakubwa hawatekwi. Akatoa solution, tubadilishe sera zake au sheria zake
au twende kwenye reform ya katiba yenyewe kwa ajili ya usalama wa taifa, ili wawe huru kuyakabili mambo kama haya yanayochafua taifa. Kwa hiyo hakulenga mtu, alilenga taifa. Akasema wazi, mwisho akasema taifa kwanza, mengine yanaweza kufuata, wengine wanakuja na kuondoka. Kwa hiyo hii hoja yake wasiendee pupa, wala wasipeleke wadogo wadogo hawa. Hoja yake imegusa mambo mazito mno. Wadogo wadogo hawa unamaanisha nini? Au unamaanisha, maana yangu ni kwamba hii hoja inalenga wanaojitokeza kuzungumza, au unamaanisha wanaokuja kujibu hii hoja? Hapo namzungumzia nani? Namzungumzia Msukuma, Jerry Muro, wabunge hao, wanawake hao. Hao ni wadogo wadogo unavyosema wewe? Ni wadogo, uwezo wao ni mdogo na hawana position ya maamuzi. Wamekuja sio kujibu hoja, wamekuja kukejeli na kutukana. Akina Abbas Talimba wanasema Gwajima anyang'anywe kadi, anyang'anywe kadi, halafu haoni uchungu wa Mama Samia alivyomzaa Abdulu, halafu amtolea mfano. Wao na Abbas, uwezo wake ukoje wa kufikiri? Unafikiria juu ya uchungu wa Mama Samia kumzaa Abdulu, ufikiri uchungu wa mama yake Mdude, ufikiri uchungu wa mama yake Soka. Kwani unafikiri Mama Samia alivyombeba mimba Abdulu na alivyombeba Mdude Nyangali, unafikiri uchungu ulikuwa mwingi zaidi wa kwake wa Mdude? Ni uchawa. Abbas Talimba ni mbunge wa Kinondoni, Askofu Gwajima ni mbunge wa Kawe, lakini wote wako wilaya hii ya Kinondoni. Walikuwa marafiki wale, walikuwa wanatembeleana kwenye kampeni. Kwenye kampeni Abbas alikuja paka kanisani na akasema Gwajima namuelewa, Gwajima rafiki yangu, Gwajima ni mtu wangu. Kwa sababu ya kujipendekeza unafiki na ukosa guts za mambo ya kutambulika, anataka kupitia kwa mgongo wa Askofu Gwajima. Talimba bado Gwajima amewajibu, amewaambia hana leseni ya kuendesha bajaji na guta. Yeye Mungu amempa leseni ya kuendesha malori na Dreamliner. Hiyo tafsiri unaitafsiri vipi? Vibajaji hivi vimsukuma, vibajaji vimsukuma hivi vijerimulo, vitalimba, hivyo ni vibajaji na viguta hivyo. Yaje yenyewe malori anaweza kuendesha. Maana yake ni kwamba hawa hawezi kujibu, ni bajaji tu na viguta tu. Hawezi kujibu hawa. Waje wenyewe wanaojua vizuri hoja utekaji, waje waseme Mzee Kibao alitekwaje, alikufaje, Mzee Kibao anafidiwa nini, ripoti aliyoagiza rais itoke. Inaweza kuleta unafuu. Unajibuje hoja utekaji? Hujazungumzia utekaji, unazungumzia kwa kwamba ameingia tu mamlaka. Utekaji mbona uongelei? Kati ya wabunge wote wa CCM walishakataa kujadili ndani ya bunge lao, akiwemo spika wa bunge akidai kwamba hana ushahidi juu ya utekaji. Gwajima na ushahidi wa watu 83, ana ushahidi na ni mbunge. Spika wa bunge amuulize alete ushahidi bungeni mjadili. Nasema mkataka kujadili bungeni, ndio maana lazima atoke nje ya bunge. Kwa sababu usiwaze kwamba ni mbunge tu, maisha yake mengine na yeye usiingilie. Ni mwananchi kama wananchi wengine wa kawaida, anaweza kujieleza. Okay. Sio sehemu ya serikali. Kwa hiyo kifupi ni kwamba haya aliyosema Askofu Gwajima, hoja hizi wasizirukie wala wasimrukie Askofu Gwajima hovyo. Sio mtu mwepesi kivile, sio mtu wa kawaida. Uwezo wake wa akili ni mkubwa, uwezo wake kufanya research ni mkubwa, uwezo wake kuhimili mikiki na vita ni mkubwa,
uwezo wake kushawishi akili za wananchi wakati wa chini ni mkubwa. Uwezo wa kusimamia misimamo kwenye mambo ya haki za binadamu na haki za raia ni mkubwa. Wasiwaze ametoka tu hivi hivi. Hili swala wasilichukulie la kawaida. Na hata kama wakiamua kulibeba liwe la kipolisi, labda mkamate, wamsingizie kesi hapo faina wanavyoweza, sababu ndio silaha yao wanafanyaga hivyo. Yaani wakishindwa kujibu hoja wanakimbilia kumkamata mtu na kumshtaki mtu baada ya kujibu hoja. Mimi nawaonya wakijaribu kutumia nafasi hiyo badala ya kujibu hoja, wamkamate, wamsingizie kesi, wamweke ndani. Nawaonya, uwezo wa kubeba hiyo kesi na hiyo issue hawana. Kwa hiyo hili swala la Lissu lenyewe hili bado bichi hivyo. Baadaye tunamlukia tena Askofu Gwajima, umkamate tena umshtaki. Askofu Gwajima ana wafuasi wengi mno. Okay. Ana makanisa kila mkoa, ana makanisa kila wilaya. Amepita nchi nzima hii kufanya mikutano. Mikutano iko YouTube, utaangalia. Watu wengi kila mahali, kila kona. Achilia mbali wafuasi tu hao waumini wake. Je, wajimboni kwa kawe? Okay. Wakiamua kuja sawa, achilia mbali wajimboni kawe. Wapigania haki wote ambao muunga mkono Gwajima kwa sababu ya issue ya utekaji, achilia mbali hiyo. Ameshtakiwa kwa sababu amehoji juu ya utekaji. Wale wote ambao wameguswa na utekaji na waliofanya na uzake, mwana mapinduzi, unazungumza kitu ambacho hakipo. Nasema wajibu hoja. Na kwa namna wanavyoteleza hivi watakuishia tu ni kumshtaki. Sasa mimi naonya mapema kwamba msifike huko, mtaharibu nchi. La Lissu liko hapa, la Gwajima liko hapa, mtaponea wapi? Na niumiza sasa. Hasira zako. Inapokana ndio umetumwa. Licha ya kutumwa. Maana unazungumza kitu ambacho mwana mapinduzi bado hakijatokea na pengine yawezekana hata hakitarajiwi kutokea. Ni sehemu tu ya hoja. Mimi ni mzoefu. Mwana mapinduzi. Mimi niko hapa. Okay. Nimeweka hoja mezani. Walisha unishtaki. Sawa. Kesi ambayo haina maana yoyote. Wasema wakiwa nani hii, mwanani hii. Wana nini maana yake? Mimi kuna maanisha wakiwapenda na nyinyi mwapende. Paka leo la kesi wakinanipa mahakama leo Singida. Sawa, hiyo katika mazingira hayo maana yake ni kwamba wakishindwa kujibu hoja, wanakimbilia kwa polisi na mashtaka tu ya hovyo. Sawa, ya kwako iko mahakamani inaendelea, hiyo nayo ya Lissu na yenyewe bado tunaambiwa ushahidi hujakamilika, wanataka kukamilisha ushahidi. Hilo nalo tuliweke kapuni. Turejee hapa inayomhusu kauli aliyoitoa Gwajima. Gwajima alikuwa wapi kusema haya mapema? Na watu wengi wanahoji ana ajenda gani nyuma ya pazia atoke kusema leo ambapo zimebaki siku chache kuelekea kwenye bunge kuvunjwa na watu warudi majimboni? Moja, huna haki ya kuongea kama hujafanya research. Kwa maana kwamba yakitokea mambo makubwa yanayogusa taifa na maisha ya watu, usiarukie. Kwa mtu makini kama Askofu Gwajima asingeweza kutoka hadharani na kuongea katika hatua za awali ambazo walikuwa nasubiri ripoti ya rais haijatoka. Anasubiri mambo haya labda yaongelewa bungeni. Akiwa mbunge alisubiri pengine ataongelewa bungeni. Kwa hiyo na kwanza alikuwa anafanya research, kufuatilia. Kwa sababu ninavyoongea hivi ana majina ya watu zaidi ya 83. Walitekwa lini? Akutamka kwa sababu ni kwa sababu ya urefu wake, yes. Alitaja idadi. Lakini data nazo zote. Na mazingira tunayajua yote. Alitekwa tarehe ngapi? Akapatikana wapi? Au alikupatikana au alipatikana? Anatokea mkoa gani? Alikuwa na kazi gani? Alikuwa chama gani? Unaelewa? Research ile ndio ilichukua muda mrefu, ndio maana kutoka katika hatua za awali. Sasa research baada kukamilika ndio una haki ya kutoka. Kwa sio swala kusema kwa nini kutoka mapema.
Kwa mtu makini unaweza kutoa tu mapema, watu watakushangaa, una research ya kutosha, kuna ushahidi wa kutosha. Sasa amekamilisha mambo yake, ameamua kutoka. 2, ilikuwa matumaini kidogo hata kwa watu wengine pengine. Kwanza tuna vyombo vyetu vya dola ambavyo kazi yake ndio hiyo kulinda usalama raia na mali zao. Tulisubiri pengine vyombo vya dola vitoe ripoti yake. Lakini baadaye utoa ripoti watu wazidi kuondoka tu. Rais ameagiza uchunguzi wa ushahidi wa waziwazi wa Mzee Kibao ambaye alijulikana ishuko kwa basi akauawa Ununio. Swala hiyo tena halikuwa tena kama igizo tena, ilikuwa swala la wazi. Mpaka rais alisema kwamba aliumia, alihuzunika, akatoa pole. Swala la Satifa liko wazi. Anaeleza mwenyewe kwa haya alivyotekwa na alivyorudishwa. Sio maigizo tena. Satifa ametekwa, akapelekwa kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha, akapelekwa mpaka Tavi. Akapigwa risasi na alitibiwa. Rais atoa milioni 20. Hawezi kusema tena kwamba ni maigizo tena. Satifa yuko hai mpaka leo. Uchunguzi uko wapi? Sasa achilia mbali mambo kama akina Soka tujui ilikuwaje, akina Mdude na wengine wote. Je, nani anafuata? Katika mazingira haya nani bado ana matumaini kwamba jeshi la polisi lina majibu ya kutuambia? Au serikali ina majibu ya kutuambia? Hakuna matumaini tena. Yaani alau angalau lingekuwa labda lishaisha, limesimama au limeshapita tukio moja. Hata tukiomba tunyamaze kimya usubiri uchunguzi utachukua miaka mingapi, sawa. Lakini bado swali linaendelea. Ni nani anafuata baada ya hawa? Kwa mtu mwenye haki, anayependa taifa lake na nchi yake kama Askofu Gwajima, tungemshangaa mno kunyamaza mpaka wakati huu. Haihusiana uchaguzi hata kidogo. Kama ingekuwa ni uchaguzi, hawa wanaoteka wasingeteka wakihofia uchaguzi umekaribia. Sisi tutachafua image ya wapiga kura. Wanateka ambao uchaguzi upo, wanateka tu. Uchaguzi umekaribia, wanateka tu. Wanaua tu. Katika mazingira hayo unaweza ukalinganisha kwamba kwa nini anaongea katika uchaguzi huu? Haihusiani uchaguzi hata kidogo. Okay. Ni matukio ambayo yanazidi kutokea katika jamii yetu. Yasimzuie mtu kuongea kwa sababu atasema anaongea kwa sababu ya uchaguzi. Hapana, ana haki ya kuongea muda wote ule. Okay. Na unadhani inamweka kwenye position gani kwenye Chama cha Mapinduzi? Tumeona baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi nao wametoka hadharani, wamezungumza. Hapa namzungumzia Jerry Muro, namzungumzia Jerry Muro ambaye amewahi kuwa mkuu wa wilaya, ametoka amezungumza. Lakini tunamzungumzia Msukuma, amemzungumza akiwa bungeni kuhusiana na swala hili. Anasema anamshangaa sana mdogo wake kwa nini ametoka. Inamweka kwenye position gani kwenye Chama cha Mapinduzi? Chama cha Mapinduzi kama kijalaniwa, kama mbona urudi? Nisio mfuasi wa kanisa lako. Chama cha Mapinduzi kama kijalaniwa, kitatumia kete hii ya Askofu Gwajima kujisafisha kama kijalaniwa. Yaani kwa maana kwamba walau mwana CCM ameongea, si mwana CCM, walau mwana mneki, mjumbe wa kamati kuu ya CCM ameongea. Kwa maana nyingine kwamba Chama cha Mapinduzi kama kijalaniwa, nikiongelana na ndugu yangu, mtu analaniwa atakafanya hivi na haribu, kifanya na haribu. Ukilaaniwa hata kama ukichukua mkopo benki, ukaweka nyumba rehani, mkopo utarudisha na nyumba itapotea. Ukilaaniwa ukienda mjini balaa, ukienda vijijini balaa. Ukiacha kazi balaa, ukipata kazi balaa, ukioa balaa, ukiachika balaa. Sasa umelaaniwa. Kama Chama cha Mapinduzi kijalaniwa, nadhani kitaanza kumsifu na kumpongeza Askofu Gwajima kwamba chama amekiheshimisha na kukiondoa kwenye wimbi hila utekaji, kwamba Chama cha Mapinduzi hakihusiki.
hakifanya nini? Hakihusiki, kwa sababu ameongea mneki, ameongea mwanachama cha Mapinduzi ambaye amepewa mpaka jimbo, ni mbunge. Kwa hiyo watamtumia Askofu Gwajima kwa ajili ya kujiondoa kwenye jambo ambalo jamii inalichukia sana, la uteka watu. Kwa hiyo haya mambo alisema pengine yapaswa aongee Makala mapema au Nchimbi, ili kukiondoa chama kwenye sura na harufu mbaya kwa jamii kwamba chama hakihusiki kuteka watu. Ila kama chama kimelaaniwa, kama chama kimelaaniwa, kitathubutu kufata ushauri wa Abbas, mbunge wa Kinondoni, wamkane Gwajima, halafu wamchomolee kadi yake. Maana yake nini sasa? Maana yake ni kwamba Gwajima alichokuwa na kemea kuhusu utekaji kwamba sio mzuri, chama cha Mapinduzi kinabariki kwamba utekaji kumbe ni mzuri. Tutajua sasa kumbe ni sera ya chama au msimamo wa chama utekaji uendelee. Kwa chama ambacho kinafanya siasa halali, lazima kifanye mambo ambayo jamii inayataka na kuepuka mambo ambayo jamii hayataki. Jamii ya Watanzania mpaka leo kwa swala utekaji inamuunga mkono Askofu Gwajima 100%. Hata usiotegemea unamuunga mkono sasa hivi. Maaskofu wanamuunga mkono Askofu Gwajima, Chadema wanamuunga mkono Askofu Gwajima, wanaharakati wanamuunga mkono Askofu Gwajima, na wana CCM wenyewe walio wema wanamuunga mkono Askofu Gwajima. Okay. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kama CCM itajaribu kumfanya chochote Askofu Gwajima, imejimaliza. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.